Shinikizo la juu la damu ni hali ambayo ni ya kitofauti kutoka katika ile hali ya kawaida ambayo ni shinikizo la damu. Shinikizo la damu kwa kitaalamu tunasema ni blood pressure. Maana yake ni kwamba ni pressure ambayo inahitajika kusafirisha damu katika viungo tofauti tofauti kwenye mwili. Kwa hiyo tukiwa na shinikizo la juu la damu, maana yake pressure au ule msukumo ambao uko ndani ya mishipa ya damu umepanda huko juu. Kwa hiyo kwanza kabisa huu ni ugonjwa ambao unakuja taratibu na dalili zake zinachelewa kuonekana, na zinapoonekana maana yake ugonjwa ushakuwa mkubwa kidogo. Kwa hiyo kwa tafsiri ya haraka haraka ambao ni nyepesi ni kwamba ni ugonjwa ambao unatokana na ongezeko la mgandamizo au msukumo wa damu katika mishipa ya damu ambao mwisho wa siku unaleta athari tofauti tofauti katika mwili. Sababu ambazo zinasababisha shinikizo la juu la damu zimegawanyika pande mbili. Kuna sababu ambazo tunasema ni primary, sababu za awali, alafu kuna zile sababu ambazo ni secondary. Sababu ambazo ni primary, visababishi navyo pia hapo tumevigawanya katika makundi mawili. Kuna zile ambazo tunaweza kuzibadilisha na zile sababu ambazo hatuziwezi kubadilisha. Zile ambazo tunaweza kubadilisha ndo ambazo zipo kwa wingi, ambapo ni mfumo mzima wa maisha. Aina ya chakula tunachokula, vyakula vyenye chumvi nyingi, kutokunywa maji kwa wakati, kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi, kuishi maisha ambayo yanakuweka mbali na mazoezi, uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe kupitiliza, na kukimbia vyakula ambavyo vina fiber nyingi ikiwemo mboga za majani na vyakula vya kuchimba kutoka ardhini, mizizi manake. Tukija katika zile sababu ambazo hatuwezi kuzibadilisha, kuna sababu inaitwa umri. Watu ambao wana miaka 55 kuendelea wana riski kubwa ya kupata ugonjwa. Pia vile vile watu ambao wana magonjwa mengine, mfano kisukari, pia wanakuwa na riski ya kupata ugonjwa. Sababu nyingine ni sex, yani jinsia. Wanawake wana riski ndogo kulinganisha na wanaume kupata ugonjwa. Kundi la watu ambao linaathirika zaidi na shinikizo la juu la damu ni watu ambao wako juu ya miaka 55 kama nilivyosema awali. Asilimia kubwa ya wagonjwa ambao wanapata shinikizo la juu la damu by default ni wale ambao wako juu ya umri wa miaka 55. Kundi lingine ambalo linaathirika tunaliona sasa hivi linakuja kwa kasi ni vijana ambao wako chini ya miaka 40 lakini wana lifestyle ambazo sizo nzuri. Maana yake wanakunywa sana pombe, wanavuta sana sigara, wanavuta sana aina nyingine za moshi ambazo zinapelekea magonjwa ya mapafu, na pia vile vile tunaelewa hizi ni vitu ambavyo vinaharibu mishipa ya damu kwa ubora. Tunaelewa kwamba mfumo wa damu jinsi ulivyo, mishipa ya damu imeumbwa kutanuka na kusinyaa kwa wakati. Kwa kutumia hivi vitu ambavyo nimevitaja, unaondoa ile hali ya kawaida ambayo inatakiwa iwepo kwenye mwili, kwa hiyo adaptability inapotea, kwa hiyo tunaongeza risk ya haya magonjwa. Kwa hiyo hilo ni kundi ambalo liko hatarini zaidi. Dalili, mimi nasema kwamba kwa kawaida inatakiwa mtu awe na tabia ya kupima kabla ya kusubiri dalili, kwa sababu dalili ni za mwisho sana. Paka unakuja kuona dalili za hypertension au shinikizo la juu la damu ni dalili ambazo ushafika stage mbaya. Lakini kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe uone kwamba una shida ni maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, kushindwa kuona, kupata kizunguzungu ukitoka kwenye hali ya kukaa, ukinyanyuka unapata kizunguzungu. Pia vile vile kuyasikia mapigo ya moyo. Kwa kawaida unatakiwa usisikie mapigo yako ya moyo, lakini ukiwa umekaa unayasikia, ni moja kati ya dalili. Vile vile kuna kitu kinaitwa tinnitus, unasikia kelele kwenye masikio. Ukilala unasikia kelele kwenye masikio kama mvumo unakuwepo kwenye masikio. Vile vile kutembea, unatembea unachoka mapema, huwezi kutolerate ngazi, unapanda ngazi unachoka. Hizo ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba moyo wako nao ushaanza kupata shida. Miguu kuvimba ni moja kati ya dalili vile vile ambazo ni za mwishoni, hizo ndio late presentation. Na katika azili hatua za mwisho kabisa mgonjwa anaweza kupoteza fahamu, akapata kiharusi au akajiona kwamba anaishiwa nguvu kwenye mwili bila kuwa na sababu yote msingi. Shinikizo la juu la damu ni ugonjwa ambao ni hatari, na tunaita ni silent killer disease kwa sababu unaua viungo vyote katika mwili taratibu. Kama tulivyosema mwanzoni kwamba mwili wa binadamu mishipa ya damu imeumbwa kutanuka na kusinyaa kwa wakati kulingana na mahitaji. Kuna kipindi viungo havihitaji sana damu, inabidi vipunguziwe mahitaji, na kuna kipindi viungo vinahitaji sana damu, kwa hiyo inabidi mahitaji yaongezeke. Hasa kupitia
shinikizo la juu la damu linaharibu zile kuta za mishipa ya damu kiasi kwamba hii mechanism inapotea. Kwa hiyo viungo kama figo, maini, ubongo, mapafu, moyo wenyewe kama wenyewe pia unahitaji kujisupply damu, inapata athari hii tunayozungumza. Kwa hiyo ndani ya muda mtu anaweza kupata ugonjwa unaitwa chronic kidney disease, maana yake ni figo zilizofeli katika stage ya mwisho. Vile vile mgonjwa anaweza kupata hypertensive cardiomyopathy, yani moyo wake wenyewe unakuwa umetanuka kutokana na ile shinikizo kuwa kubwa, pressure imeongezeka sana kiasi kwamba moyo wenyewe umekuwa umetanuka. Pia vile vile mgonjwa anaweza kupata stroke. Hiki ni kiharusi, mishipa ya damu kwenye ubongo inapasuka kutokana na kuwepo kwa ugonjwa kwa muda mrefu, anaweza kupata stroke. Na hii stroke ni ugonjwa mbaya kwa sababu unamfanya mtu awe mlemavu na awe mtegemezi. Kwa hiyo unajikuta anaingia kwenye economic burden. Tunakutana na hizi changamoto, mgonjwa anaingia kwenye hali ngumu ya kiuchumi kutokana na ugonjwa, maana anahitaji ndugu wa kumkea, wale ndugu inabidi waache shughuli zao waje kumkea yeye. Kwa hiyo umaskini unazidi kuongezeka. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia sana. Fanye nini? Kitu cha msingi cha kwanza ni chakula. Hiko ni kitu cha kwanza kabisa. Sisi wa Tanzania tuna vyakula vingi vizuri, vingi sana. Ni namna ambavyo tunatakiwa tuviangalie vile vyakula. Tule wanga kiasi, tujitahidi sana tule mbegu ambazo maharage, dengu, choroko, tujitahidi vile vile kula dagaa, tujitahidi kula samaki, tujitahidi kula kuku, tujitahidi kula maziwa. Hivi ni vyakula ambavyo vina protein ndani yake, kula karanga. Pia tule viungo, tujitahidi kula viungo sana, ni tangawizi, karoti, hoho, vitunguu, vyote ni vitu vya muhimu sana kwa hivyo vyakula kwa sababu vina meet ile dietary requirements. Mfano mzuri ni kwamba wanakuambia hoho moja ina calcium nyingi, vitamin C nyingi kuliko chungwa. Hoho moja na vitamin C nyingi. Kwa hiyo ni vizuri kukaa karibu na wataalamu kujua vile ambavyo vinahitajika na kuvitumia. Kitu kingine ni kuepuka sedentary lifestyle, maisha ya kukaa tu bila kufanya mazoezi. Zamani tulipokuwa wadogo watu walikuwa wanafanya sana mazoezi. Sasa hivi imekuwa ni desturi ambayo imepotea. Watu siku hizi wanakutana wanakutana viwanja vya starehe au wanakutana kwenye maombi, lakini ile swala mazoezi limekaa pembeni. Hivi ni vitu ambavyo vinaharibu afya yetu. Inatupasa tufanye mazoezi. Kwa shirika la afya duniani linasema tunatakiwa upate dakika 150 kwa wiki. Mazoezi mepesi, kutembea, kuogelea, au mazoezi magumu dakika 75. Kupiga hesabu ya haraka haraka ni kama dakika 30 hivi ndani ya siku 3 mpaka 5 kwa siku. Kwa hiyo ni kitu cha kuzingatia sana sana sana. Mazoezi ni kitu cha msingi na tunayafanya kwa ajili ya afya zetu. Kitu cha tatu ambacho ni cha muhimu ni kuepukana na madawa ya kulevya. Kisema madawa ya kulevya inamaanisha pombe, sigara, bange na vitu vingine vyote ambavyo ni madawa ya kulevya kwa sababu vinaharibu saikolojia. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo saikolojia ikishaharibika maana yake hutaweza kuona umuhimu wa vitu vya muhimu kiwemo afya. Na pia ni vitu ambavyo vinaharibu mwili. Kwa hiyo naona hizo njia tatu ni njia muhimu zaidi. Wito wangu mkubwa ni kuzingatia lishe. Hiyo ni kitu cha kwanza kabisa. Unakula nini? Tuhakikishe diet yetu asilimia kubwa inakuwa ina protein. Tutafute vyanzo vya protein iwepo, na pia vile vile tu tuna vitu vinaitwa fibers, mboga za majani maana yake, au matunda. Yani tuweke hivyo vitu viwili kwanza, vile vya mwanzo, alafu wanga tutafute namna ya kwa kiasi tu. Baada ya hapo tujishughulishe na shughuli ambazo zitatutoa jasho, yani ni kitu cha muhimu zaidi, maana ni mazoezi. Hiyo kitu cha pili. Na kitu cha tatu ni kuwa na desturi ya kupima pressure, kwa sababu kama tunavyojua pressure ni kitu ambacho kinakuja taratibu na kimya. Kwa hiyo ukikijua mapema inakuwa ni vizuri. Kwa hiyo tuwe na desturi ya kwenda hospitali, na mara nyingi hizi kampeni zinafanyikaga za kupima pressure bure, screening. Unaweza ukaja hospitali ukapimwa pressure, ukaambiwa pressure yako ni ngapi na ukapewa ushauri. Kwa hiyo vitu vitatu ni vitu vya msingi sana: chakula, mazoezi, pamoja na kuwa na desturi ya kupima afya zetu.